tukichanganua swala hili na kukuweka sawa. Pia tunakuruhusu utupigie simu, tupe hisia zako kuhusu mpango huu ama mfumo huu wa kuhakikisha wanafunzi ambao wanasomea elimu ya kiufundi wanapata ujuzi wa 75% na 25% ya theory ile ambayo tunaita nadharia kwa lugha ya Kiswahili. Na hivi sasa, mtazamaji, tutoke studioni kidogo tuelekee nyanjani. Mwandishi wetu kutoka maeneo ya Lodwar, kaunti ya Turkana, Kitio Mika yuko tayari. Kitio, wakazi wanasemaje kuhusu elimu ya kiufundi? Nama, asante sana mwenzangu Joshua Nzare. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Turkana. Niko katikati ya mji wa Lodwar. Swala zima likiwa swala hili la mfumo mpya wa elimu ya TVET. Je, itawapa nafasi vijana ambao wanasomea taaluma mbalimbali katika taifa la Kenya na ama vyuo mbalimbali ama taasisi mbalimbali za kiufundi? Moja kwa moja nikaweza kuzungumza na wakazi wa kaunti hii ya Turkana, mojawapo akiwa ni mzee huyu ambaye ni mojawapo wa viongozi katika baraza la jamii ya wazee wa Turkana. Je, maoni yako ni gani? Je, unaona mafunzo haya yatasaidia vijana kupata kazi? Mimi kwa majina naitwa Thomas Esinyen. Kazi ya kiufundi ni kazi mzuri sana na inasaidia watu wengi sana. Kama hata mimi binafsi, mimi nilienda kwa hiyo kozi na nimenisaidia na hata kusomesha watoto. Nimefanya kazi mingi sana kwa ajili ya hiyo kazi. Kwa hivyo ni kazi ya maana sana kama watoto wetu wataenda kusomea hiyo kazi, ni kitu ya maana sana. Pengine unaona hizi shule ambazo zinatoa mafunzo hii ya kiufundi kwa wanafunzi ama vijana na zile taasisi ama zile kampuni ambayo zimefungua pengine inafanya biashara, je, unaona kwamba kutakuwa na ajira kwa vijana hawa ambao wanafanya masomo? Ninaweza kuwa, kwa sababu nategemea ile kozi ile wanafunzi wamesomea. Kama saa hii makampuni saa hii ndio nimekuwa chache sana katika kaunti yetu ya Turkana. Kama hii makampuni kama ya World Vision, kama Waspam, kama ya Nauri, kama hii ya Nauri ametusaidia wakijana wetu sana kusomesha mambo ya macharani, mambo ya kifundi, wamejaribu sana. Kwa hivyo kama kampuni ingekuwa nyingi, hiyo kazi inakuwa rahisi, watoto wetu watapata kazi nyingi sana. Pengine ungependa kuambia ni serikali haswa Wizara ya Elimu kuhusiana na swala hili la mafunzo kwa vijana wale ambao wanataka kufanya masomo ya kiufundi? Serikali ifanye nini? Ya kwanza, ningependa serikali wawachilia makampuni nyingi sana ingia kuja kwa wengi sana katika hii kaunti yetu ama kwa Kenya yetu. Kama makampuni naweza kuwa wengi ni kitu ya maana sana, alafu watawajiri watoto wetu, ndio watasaidika sana. Umefanya kazi ya kushona pengine kwa muda gani? Mimi nimefanya hii kwa kazi kwa karibu mwaka 35, na hii kazi imenisaidia sana. Na hata saa hii bila mimi naona kama wanaje mimi niko sawa, kwa sababu saa hii kama watoto wangu nimesomesha karibu watoto 8, wengine wameenda university, wengine wanafanya kazi. Kwa hivyo kazi mzuri sana. Kutokana na hii kazi ya cherehani tu? Hii kazi ya cherehani nimesomesha watoto 7. Wengine nimesomea mpaka university ya Moi University, na hata wengine nimemaliza college, wengine sasa wanaendelea kusoma. Na asante sana. Songea hapa, pengine ukianza kwa majina yako, wewe ni nani na unaona kwamba mafunzo ya kiufundi, je, itasaidia wanafunzi katika kupata ajira? Asante sana Kitui Mika. By the name I'm Oliver Eoyehai, the chairman of Turkana Central Constituency Student Association, that's abbreviated as SATCO. I'm a resident here in Lodwar, and thank you Kitui for bringing this important, or rather ushering this important debate and a topic related to TVET. As far as Turkana people is of concern, and this constituency is of concern, TVETs have brought more important hurdles, or rather important aspects to the lives of Turkana people, especially students and learners. Pengine kwa swala hili, je, unaona makampuni ambayo zinatoa pengine mafunzo ama zinafanya biashara katika taifa letu la Kenya na hususan hapa kwenye kaunti ya Turkana, je, unaona ikishirikiana na zile taasisi ambazo zinatoa mafunzo kwa TVET, je, unaona kwamba itasaidia wanafunzi kupata kazi? Definitely it will be of big help to the Turkana people, because as an instance there is this company called COSAP.
that is headed by the engineer Nakain. Just a week ago, it created a training opportunity for the learners who happen to come from LVTZ, and also some of my members who are from SATCO. So this company, they should create that internship opportunities. There's need of them working together with the stations available here, not forgetting Loyopo, not forgetting LVTC, not forgetting Turkana East Vocational Training College. So there is need of them working together with the TVETs, because at the end of the day, we want to get rid of unemployment for our people, for our learners here in Turkana County. So if these companies want to invest to the youths and also to mitigate the unemployment problems, then there is need of them working together with the state administration, get skills. Kuna hawa vijana ambao wanahangaika hapa mjini, wanatumia dawa za kulevya, wanakunywa pombe. Je, ushauri wako kwa vijana kama ungependa kuambia nini? For me as a chairman, or rather as a leader in this area, I'm calling upon my brothers who are using drugs. Unfortunately, they should embrace TVETs ambazo siko hapa within, because these TVETs, they are offering an affordable education and it can improve their lives. Na asante sana mwenzangu Josh Wanzare, bila shaka ni wakazi. Mzee ameweza kuzungumza, vijana ameweza kuzungumza, na ameweza kudadavua mengi zaidi kuhusiana na swala zima la mafunzo ya mfumo huu mpya wa TVETs kutoka mjini Lodwar, hususan hapa kwenye kaunti hii ya Turkana. Mimi ni Kitio Mika na kurejesha kwako katika studio zetu za TV47. Kwako Josh Wanzare. Naam, shukran sana Kitio Mika ukitujia mubashara kutoka kaunti ya Turkana.